Nimepokea hili jambo la uhitaji wa stendi kuwa hapa. Nimepokea. Nitawasiliana na wenzangu kule Wizara ya Fedha ili kuweza kuona uwezekano wa hii fedha ipatikane haraka. Hii ambayo mmesema ikipatikana mtaweza kuendelea kufanya kazi kwa masaa yote hapa. Eneo moja tu, kwa sababu mkuu wa mkoa upo, TAMISEMI mpo, LATRA mpo. Eneo moja mliangalie. Kwa kuwa kuna ongezeko la watu wengi, moja kwa moja nakubaliana nanyi stendi kuwa hapa. Nakubaliana nanyi stendi kuwa hapa. Iwepo stendi hapa magari yanayoanzia hapa kwenda Bagamoyo, na iwepo stendi ya magari kuanzia hapa kwenda Mbezi. Ombi langu eneo moja tu. Ombi langu eneo moja tu. Muifanyie tathmini kuliko kufuta kabisa kabisa kwa zile zinazotoka Mbezi kwenda Bagamoyo, kwa sababu sisi huku serikali tunaiangalia pia jambo linalohusiana na gharama za maisha. Tusipuuze kwamba kuna mwananchi anaibana bajeti yake na hana jambo la kufanya hapa, angetamani bajeti yake ile ya nauli akishapanda gari moja iende moja kwa moja. Vinginevyo kama mtaikata iwe hapa katikati LATRA, muhakikishe nauli ya kutoka Tegeta kwenda Bagamoyo iendelee kuwa hiyo hiyo, hata mtu akibadili magari mawili. Ni kweli kuna wananchi ile nauli ambayo wewe unaweza ukaiita change, kwake ndo hela yake ya msingi ya matumizi ya siku hii. Wapo hata akina mama hapa wanaokuja hapa kufanya shughuli hapa kwenye biashara hapa, na ana mtoto mdogo, anashinda siku nzima, hawezi hata kumpa kitumbua mtoto wake ili abaki na nauli ya kurudi nyumbani. Kwa TAMISEMI, LATRA pamoja na wenzetu wa ujenzi, wa uchukuzi, wote mnaohusika, haya muyaangalie katika sura hiyo, na mimi mnipe ripoti kabla mjawapelekea wananchi. Yale mambo yaliyoko kwenye ilani ya uchaguzi na yale aliyoyaahidi na mengine mbunge wenu aliyasema wakati wa kampeni na ameendelea kuyasema, yatakwenda kutekelezwa. Na sisi ndani ya serikali tunakaa hii, ndani ya wiki mbili tutakaa kuanza kuratibu utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais, ilani ya uchaguzi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo ndio inaanza ya 2050, ndio inaanza sasa. Tutakaa kuratibu utekelezaji wake, na mengine Mheshimiwa Rais aliyoyaahidi yameanza kutekelezwa kuanzia ndani ya siku 100 kama alivyoahidi. Nimemsikia Mheshimiwa mbunge alivyosema kuhusu jambo la madaktari. Baada ya kujenga hospitali takriban 119, vituo vya afya takriban 649 nchi nzima, zahanati takriban 2,800,000 nchi nzima, Mheshimiwa Rais aligundua kwamba patakuwepo na upungufu wa watoa huduma katika majengo haya. Akaelekeza ndani ya siku 100 wataajiriwa wataalamu wa afya 5,000. Hivi tunavyoongea, tangu Disemba 10 kwa siku 10 mfululizo ulikuwa unafanyika usaili wa kuwapata hawa watu, na ifikapo Januari 10, wiki mbili kuanzia sasa, takriban madaktari hao na watumishi wa afya 5,000 watakuwa kwenye zahanati zetu, hospitali zetu, wakitoa huduma kama alivyokuwa ameahidi. Hivyo hivyo na kwenye elimu, ninyi mnakumbuka tulikuwa na vijishule vinaitwa shikizi, watoto wanasomea chini ya miti kwenye ficho zile. Tulikuwa na baadhi ya maeneo darasa moja linagawanywa mara 2, wengine wanaangalia ubao huku, wengine wanaangalia ubao huku. Serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani
imejenga shule takribani za sekondari 1300, takribani shule za msingi 2700, madarasa 1079. Na rais alipoona majengo haya yameshakamilika, akajua patakuwepo na upungufu wa walimu, akaelekeza ndani ya siku 100 waajiriwe walimu 7,000. Hivi tunavyoongea, ifikapo Januari 10, walimu 7,000 watakuwepo madarasani kufundisha watoto wetu. Haya ni mambo ambayo hayako kwenye maandishi tu, yako kwenye vitendo na yametokea. Kwa maana udongo wa hapa uliokuwepo ulikuwa sio ule himilivu kuweza kustahimili hii barabara inayojengwa, na baada hapo ikaja stage zingine za kukapa state ili base, kwa maana ya G7, G5, G7 mpaka G15. Na hapa tunapokuja hapa tumetoka kwenye C1 ambayo tunaiongezea ili kuja kwa kuna grade ya 45. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukitoka hapa tunakuja kwenye prime, tunaweka lami, tunaanza kupita. Hii barabara ni asphalt concrete ambayo ni gharama kubwa kwa kilomita 1 inayojengwa kwa ubora wake, tofauti na zile barabara za surface dressing ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii barabara pia ina TLC kwa maana ya load capacity ya 10, ambayo kwa uhakika ni kwamba wala haiwezi kuharibika leo wala kesho, na life span yake kwa barabara hii huwa ni miaka 18 mpaka 20. Sababu gari zinazotoka Bagamoyo zinapita hapa hadi nyakati za usiku. Kwa hiyo pasipokuwa na mwanga inakuwa ni hatari. Kwa hiyo kuna taa hizi zimewekwa hapo zinazofikia 22. Lakini tuliona pia ili hapa paweze kufanya kazi vizuri na kwa unazifu, panahitaji huduma ya choo pamoja na maji. Niseme Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru sana wenzetu wa DAWASA, kazi nzuri walifanya. Kuna choo kinaonekana pale juu kizuri na nazazifu na kimekamilika kwa asilimia 98 hivi. Bado mbili pengine za kufitisha masuala ya maji. Lakini tuna choo kingine kiko hapa chini ambacho kitahudumia ili soko lenyewe. Lakini tuna maji hapa, tuna mita 2 zinahudumia soko na tuna mita 1 itakuwa inahudumia stendi. Kwa hiyo nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya wakazi wa hapa Bunju pamoja na kata ya Mabwepande Kinondoni, tukifahamu kwamba tuna miradi mingi ambayo Mheshimiwa Rais ametekeleza katika wilaya yetu. Huu ni mmoja wapo, na sisi tuna masoko 24. Tuna masoko 5 yamejengwa katika kiwango vizuri zaidi. Na hapa kwenye mtaa mmoja kuletewa zaidi ya shilingi bilioni 3.6. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunaomba umfikishie salamu, na kwa namna naomba tuungane na mimi tumpigie makofi mengi sana Dr. Samia kwa uwekezaji huu aliofanya hapa.